Tumekuwa na discussion kubwa sana hapa Tanzania juzi hapa kuhusu haki na amani. What is justice? Mungu ni Mungu wa haki. Na maaskofu wamesimama hapo, na sisi watu tunasimama hapo. Msipindishe. Tatizo la Tanzania sasa hivi tunataka bila aibu kudanganya watu, uongo wa wazi. Wote intellectual na mtu wote mwenye akili timamu hawezi kumdanganya hivyo. Labda akili yako hii imechanganyikiwa. Ukweli dunia inasemaje? Haki. Mungu anasema ni Mungu mwenye haki, kumpa mtu anachostahili. Sasa watu wanataka kupindisha watu yani tunaelekea sasa hivi Tanzania kuhalalisha uongo, huo ukweli. Wasomi wakubwa wamesomeshwa kwa gharama ya nchi, wanapindisha ukweli. Mnapopindisha ukweli, ni Mungu wetu, unajua kazi yenu mnafanya kazi ya Mungu. Mungu ni hakimu mwenye haki, ni hakimu mwenye huruma. Mnachukua nafasi ya Mungu kwenda kusimama pale. Mtu masikini hajasoma, unakupewa pale, unaenda kumhukumu yule mtu maisha, unamfunga kwa sababu umepewa senti. Si unalalaje usingizi? Unamwonea masikini, yatima, mjane. Mungu anasema hivi, katika kila taifa mtu anayetenda haki na kumcha yeye anakubaliwa, regardless wewe Muislamu, wewe Mkatoliki, wewe Msabato, wewe huna dini, kwa sababu una natural law ndani ya moyo wako. Kuna sheria ya Mungu inayokuongoza. Leo watu wetu wanaandamana, kuna fujo zimetokea. Vijana pale wanaenda kuiba gesi. Mtu anaenda kuiba bia, huyo ana njaa. Wameenda kuvamia godoro za watu, mtu analala chini. Lazima tutafsiri changamoto za wananchi. Mnapindisha nini? Hamwaone hapo? Vijana hawana ajira, vijana wana shida. That's the problem. Lazima tufanye interpretation vizuri. Ndio maana maaskofu wanasema tusiite tu hao wahuni, na ndio maana Linda alienda kuwatetea. Amina. Hauwezi kuzunguka na watu wenye njaa, wewe unashiba, watakuvamia. Watu wanavamia vituo vya mafuta, wanajua huu ni utajiri wa mtu ametuibia. Watu wanavamia, wanachoma. Mimi sitetei wale vijana, ili tendo ni ovu, hivyo hivyo. Lakini kwa nini mtu ni kitu gani kinachompelekea kufanya maovu haya? Shida. Lazima tusimame katika haki hiyo, lazima tutetee vitu hivyo. Hao watu walikuwa wanaandamana, wana sababu. Ndugu zao wanapotea. Leo mume wako anajua usiku anachukuliwa na watu, anapigwa, damu zinamwagika. Haujui uko wapi. Mnajiuliza, tulie tusilie, tuzike tusizike, yuko wapi? Familia kisaikolojia inakuwa confused. Chukulia ndugu yenu hajulikani yuko wapi mpaka leo, amekufa hajafa. Hii ni tatizo katika jamii. Hamjui tatizo la kupoteza watu ni hatari katika jamii yetu. Lazima viongozi wetu watoe bold statement. Waeleze hili tatizo. Tunawapa mamlaka, watufanyie tuwe salama, tulale usingizi. Watu wanakuja na kuchukua tu, mtu anakuambia mtalia, mtachoka, afu baadaye mtatulia. Matokeo yake sasa tuna changamoto kubwa sasa hivi tarehe 29. Mimi hiyo tarehe 29 ndio nilikuwa natoka likizo jamani. Nateremka hivi Dar es Salaam, niko hapa. Saa 8 hivi ndio mambo ya kazi. Sijawahi kukaa ndani muda wote huu. Nilianza kupata frustration, yani kuzunguka sebuleni, chumbani, chooni. Niwaambia mdogo wangu nikatie tiketi niende Mwanza. Siwezi nikakaa, maisha ni magumu jamani. Tusiruhusu taifa letu kufika huko. Tusiruhusu taifa tuende huko. Taifa letu tuliombee. Wenye mamlaka mwatende watu haki. Hakuta kutoa na vurugu. Na tuiombee hata tarehe 9 inayokwenda watu wanaosema ile jamani tusifikie huko. Watu wetu ni maskini. Siku 4 tu dada yangu alinipigia simu pale nyumbani, ananiambia father, unga umeisha. Nikamwambia sasa mtakula hata vumbi huko ndani. Wangapi wana chakula cha wiki mbili katika familia zetu? Hakuna. Wenye mamlaka tuwasikilize. Waziri wa vijana jana ameanza vizuri sana, tumemsikia huko Mbeya. Amekaa na vijana, umemweleza kabisa vizuri. Tuwasikilize watu. Hakuna kitu kikubwa kama kuwasikiliza watu. Tumombe Mungu atusaidie tutende haki. Amen. Amani inakuja automatic, ni matunda.
Kwa hiyo ni wasi jamii yote wa Tanzania katika haya yanayokaribia kujia tarehe 9 na nini, niombe kabisa jamii tuombee amani nchi yetu na tusiruhusu kuingia, kama kuna uwezekano wa watu kukaa na kujadili matukio haya yanaathiri jamii kweli. Kila mmoja anayefahamu au anayehusika tuiombee jamii yetu amani, na kila Mtanzania ahusike, kwa sababu inaathiri watoto, inaathiri wanasiasa, viongozi wa dini, kila wanafunzi. Tusiruhusu nchi yetu ingie katika mgogoro tulioingia. Ni doa kubwa na tusiruhusu kabisa. Kwa hiyo ninaisi jamii, kila mmoja tutetee hii hali, tusije tukaingia huko tulikoingia. Nchi yetu ina heshima, ina sifa kubwa, tuendelee kuitunza amani yetu na utulivu wa nchi yetu ambao umejengwa na waasisi wa taifa letu kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba kabisa wote kabisa, na tusikubali kubaguliwa kwa dini au mambo yoyote. Sisi wa Tanzania ni wamoja.